kabla ya mahubiri ina mahubiri ya watoto. Nilikuwa nisahau, wale walikuja 10 days of prayer na walitaka kitabu, wakaandikwa majina. Nimeleta vitabu zenu, utaona mzee baada ya mahubiri jina limeandikwa, fulani wa fulani, fulani wa fulani ndipo, fulani wa fulani ndipo, fulani wa, na hiyo mwingine nipe, ulikuwa wapi? Msole. Pengine unapewa, pengine unakosa, lakini fulani wa fulani kwanza yes. Ndio. Haya, sasa watoto niangalie. Yes, simameni hapo wape. Ndio. Wako. Kanisa mjenge ingine. Hao watoto peke yao kama saizi wanaweza wekwa pumzi, wao watu wakubwa kama sisi. Umeona wamejaa kanisa. Kwa hivyo watakapokuwa watu wakubwa, si unaona tuna space. Kwa hivyo hapa wazee kuna kazi ya kuanza kanisa lingine. Watoto nina hadithi. Nina hadithi ya mtoto aliyekuwa nakaa kule North Kenya, huko juu. Huko North watu wa huko wana majina. Nasikia Abdul, nasikia Muhammad, nasikia majina kama hayo. Kwa hivyo huyo mtoto hapo wa imani yetu. Lakini akaalikwa, akatembea, akakuja na watoto wengine ndani ya kanisa. Alipokuja, nasikia hadithi, huyo kijana alikuwa kama kijana wa miaka 7, ndio anaelewa tu vitu dogo. Wangapi wako miaka hiyo 7? Kama yeye, kama huyu dada. Alipokuja akasikia kuhubiriwa, wakaambiwa watoto, kuna Mungu anayekaa mbinguni. Nasikia kuna Mungu anayekaa wapi? Mbinguni. Wakaambiwa kuna Mungu anayekaa mbinguni. Na huyo Mungu usikia maombi. Chochote utakachomwomba atakupa. Lolote utakaoambia Mungu atafanya. Huyo kijana, mtoto huyo Abdul, aliposikia mambo hayo yote, na alikuwa ametoka nyumba yao ni maskini na taabu nyingi sana, alisumbuka sana. Akauliza moyoni, nitafikiaje huyu Mungu wa mbinguni ambaye anajibu maombi na ambaye hata kama tuna taabu atatupa? Basi walipomaliza kanisa, akitoka akienda, akaona aeroplane. Unaona ndege ikipita pale juu. Abdul akaangalia, akasema, kama ningeweza kuingia nifike kwa hiyo ndege, niambie Mungu, niende kwa Mungu, nimwambie, nafikiri mambo yangu yote ingekuwa sawa. Abdul akashindwa bila ataingia kwa hiyo ndege, kwa maana aliamini lazima afike huko kwa Mungu anayekaa juu. Lakini alipofika nyumbani, akaandika barua. Sikia, Abdul akachukua karatasi, akaandika barua. Sikia vile anaandika barua. Akasema hivi, kwa Mungu, mimi ninaitwa Abdul na baba yangu ni mzee Abdalla, na sisi ni maskini, hatuna chakula, wakati mwingine tunalala njaa, tumefukuzwa shule, na wewe Mungu ujibu maombi, tusaidie, uje utusaidie. Akaandika barua. Kwa nani? Kwa Mungu. Ameandikia nani barua? Mungu. Alipoandika hii barua, akashindwa itaendaje kwa Mungu kule juu. Akakumbuka, akatengeneza kitu. Wacha nione kama mnajua kutengeneza hiki. Akatengeneza Abdul, akatengeneza aeroplane. Alipotengeneza Abdul, akachukua barua, akaweka ndani. Akaweka barua ndani. Abdul akatoka nje, akakimbia, akasema natuma barua kwa Mungu na nimeweka kwa aeroplane, ndio barua iweze kujibiwa na Mungu. Alipokimbia akatupa. Alipotupa aeroplane, upepo ukakuja, ikachukua ile karatasi, ikabeba juu, ikatupa huko juu, ikaenda na upepo. Abdul akasema barua imeenda. Abdul akakaa nyumbani. Alipokaa nyumbani, hiyo upepo ikabeba, ikaenda ikatupa mbali na ikaanguka.
mzungu mmoja anayefanya na NGO wanaosaidia wenye msaada, akipita barabarani akaona tu karatasi, hata hakuwa na haja naye. Alipoigonga hiyo karatasi, ikatoka karatasi nyingine ndani. Akainama, akachukua zote mbili, akaangalia. Alipochukua kufungua, akaona ni barua inasema, kwa Mungu, mimi ninaitwa Abdul na baba yangu ni Abdalla, na sisi ni maskini. Wakati mwingine tunalala njaa, hatuna nyumba, hatuna choo, siendi shule. Mungu, wewe usikia maombi, tujibu maombi, utusaidie. Yule mzungu akachukua hiyo, akaanza kuulizia kwa mzee anaitwa Abdalla na ana mtoto anaitwa Abdul. Akafuata, ilikuwa muda, akifuata akafanya pola, mwishowe akatokea kwa kijiji kile kina mzee anaitwa Abdalla. Akauliza mzee Abdalla, akatokea. Akauliza, una mtoto anaitwa Abdul? Akasema ndio. Akatokea naye kijiji yote ikatokea kwa kuona mzungu na amekuja katika kijiji ambaye kisa maskini sana. Aliposimama hapo, akatoa barua, akasema, mimi naitwa Abdul na baba yangu ni Abdalla, na sisi ni maskini na tuna njaa, hatuna chakula, hatuna nyumba, hata choo. Mungu, wewe ujibu maombi, naomba utusaidie. Aliposoma hiyo barua, watu wote wakisikia, Abdul akasikia ni barua yake, akashindwa ni nini. Mzungu akasema, nimekuja, nimetumwa na Mungu. Abdul wakajengewa nyumba, Abdul akapelekwa shule, maisha yao yote ikajibiwa, humanitarian, shida zao za maisha yote ikajibiwa, na Abdul maisha yake ikapinduka. Hebu niulize, barua ilifika kwa Mungu? Wangapi wanasema ilifika kwa Mungu? Ilifika kwa Mungu, na ilipofika kwa Mungu, Mungu akajibu, akatumana, na maisha ya Abdul ikapinduka na nyumba yao ikapinduka, kwa maana Mungu alisikia maombi. Watoto, Mungu usikia maombi. Wakati unaona kwenu kuna shida, rudi tu kwa kona, asema, Mungu saidia dadi na mama. Ukiona mami analia, unasema, Mungu hurumia mami, msaidie. Ukiona baba yako anatafuta karo, Mungu saidia dadi, ameenda kibarua apate kitu, na Mungu atasikia. Wangapi watakuwa wanaombea dadi wao na mami wao na nyumba yao? Tunaomba. Baba wetu, tumesikia kama watoto ulijibu barua ya Abdul. Mikono hii tumeinua, jibu maombi ya watoto hawa wanapokuomba na sauti zao ndogo, hata bila kuelewa sana, lakini Baba uwajibu. Ndipo ukuze imani ya watoto hawa, watakapokuwa watu wakubwa hawatakuacha. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. You like my story? Yes. You like my story? Yes. Ni zamani 1993 ndio alikuwa ametoka shule akaajiriwa kazi sehemu za huko Dhaya, na huko tukawa tumeanza kasaba school. Tukaanza na yeye saba school. Saa 8 tulikuwa tunaingia nyumba kwa nyumba, kwa maana huko ni Catholic, hawajui kanisa lingine, ni PCA, Catholic Independent. Unajua huko Kikuyuni. Tukatembea na yeye, akaenda transfer, na mimi tena nikaenda. Saa hizi tumesimama hapa, kuna kanisa zaidi ya 4. Kanisa kubwa. Ukifika Othaya town utakuta kanisa ya mawe kubwa kama hii, hakubwa kitu. Kuna ingine ile tulianza ilikuwa inaitwa Karema, sasa ni kanisa. Kuna ingine inaitwa Kagere. Sasa nilipomuona hapa nimeshangaa, kwa maana nikienda Nyeri nakuta ni mzee wa Nyeri. Tena nikamuuliza, ulitokeaje hapa? Nimemuona kwa maombi. Nashukuru sana. Kwa hivyo Mungu akubarikie sana. Leo nilikuja na mke wangu. Alafu alienda wapi? Yaani mimi nilipokelewa nikasahau na kumbe. Mama simama. Leo nilikuja na mke wangu na amekuwa hata asubuhi katika ile maombi ombea
Njoo usalimu watu wa Mungu. Njoo wasalimu. Njoo sema jambo. Ndio. Unataka utawaza hii utawaza hii ni moja, sisi ni moja. Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru sana kwa kuwa na mchungaji kwa siku 10. Amekuwa akiongea juu ya Juja. Nami leo nikasema nitakuja kuona watu wa Mungu wazuri jinsi hivyo. Mungu wetu awabariki. Okay, mama chukua hiyo ujue unajua kule tunapelekanga maombi. Anajua ndiye tunakuwa naye. Okay, mimi huyu mama tunakaa tu sisi wawili. Sisi ni wazee. Mtoto wetu wa mwisho 28 years. Sisi ni wazee, umekubali sasa? 28 years. Ni ukweli. Mungu ametubariki. Sasa tunakaa wawili. Anapopika ananituma mwiko naenda nalete. Unajua watu wanapoona unakuta mzee ni mkali. Wewe una akili unafanya miaka inakuja mnabaki wangapi? Unatumwa mwiko unaenda unaleta haraka. Usipolete ndio utalala njaa. Sasa mimi nimefika kipindi hiyo. Na hiyo kipindi ya hiyo mzee mwanaume anatawali. Mimi mama ananitawali. Mimi ninapoenda kutoka ananiuliza umevaa sweta? Hapana, rudi Dubai. Kwa sababu sasa nimefika miaka ya kutawaliwa. Lakini nanitawala vizuri. Otherwise, Mungu ametusaidia, ametupa neema. Kwa hivyo mimi ni baba ya wasichana wawili, ni wakubwa, mmoja ameolewa. Tulikuwa tunakuja nao kanisani, wanasema Maranatha. Alafu nikaona vijana hawaoni hao wasichana. Hawaoni na shida tu na wani wasichana warembo. Simuona hiyo combination ya mama na mimi lazima itokee. Alafu vijana hawaoni mpaka nikaandika nini kwa karatasi hiyo last year prayer item juu yake. Mwezi wa 8 akaolewa moja. Hawajui ilikuwa prayer item. Hata hiyo mwingine nimeweka hapo aolewe. Haleluya. Kwa hiyo kijana ukiniona usikae mbali, acha tembea kwangu. Kijana. Haleluya. Bora mpende Yesu. Amina. Asante sana. Basi nashukuru Mungu sana. Nataka kuwasalimu salamu za mwaka mpya. Ni mwaka mpya. Happy New Year. Happy New Year. Wangapi walipokea New Year message kwa simu? Happy New Year. Ni nani wangapi walipokea? Mimi nilipokea. Ulipokea message? Happy New Year 2021. Ukapata? I believe nilipokea the best. Kushinda wote. This message nilipokea. Nani mwenye hii message originally kulitumia? My daughter. Na sijui kwa nini alitumia. Sikia hii message. Acha niwasomee hii message. Inasema hivi. Inasema hivi. Happy New Year. My goal for 2021 is to accomplish the goal of 2020, which I should have done in 2019. Because I made a promise of that goal in 2018. And I planned that goal in 2017. After serious consideration in 2016, when it did not go well in 2015, on and on. Huyu mtu kuna kitu atafanya duniani. Ati goal ya mwaka 2021 ni kutimiza goal ambaye nilipanga mwanzo wa 2020, ambaye nilikuwa nimeifikiria mwanzo wa 2029, ambaye niliongea na nikaipanga ifanyike 2017, na ambaye after serious consideration nilikuwa nimeifanya 2015, when it did not go well in 2014, on and on. Huyu mtu kuna kitu atafanya duniani kimoja hivi.
Nini nasema? What is development? We have development of the church and development of their life. What is development? Development means you start a problem. You solve the problem. You develop. Sikia vile ninavyosema. Usipo attempt, you never do anything. Ndio huyu mtu. He never does anything. Kwa maana alipopanga hakuchukua ile step. Na mwaka huu utapita hatachukua ingine. You must attempt anything you want to do. Lazima uattempt. Kwa nini? Ikiwa mwaka wa 2021 imefika na uliweka resolution ukasema mwaka huu I want to build, pesa haitakuja, ni kuattempt utaattempt. Umesikia vile nimesema? Lazima uattempt. Kwa nini? Miaka inaenda, nini inapita, na nisikie nikwambie money will never be enough. Na haitakuwepo. Na hakuna mtu anazo. Ni kuattempt na kuamua nitafanya kitu. Sikia nikwambie. Saa hizi tukua na huyu simama. Tunaongea pia juu ya. Saa hizi tukua na yeye hivi. Akiwa ameenda kuanza kujenga. Na mimi sijaanza. Utupatie mtu 1,000, umpe 1,000 huyu na mimi unipe. Huyu 1,000 hataona 1,000, anaona simiti 2. Unanisikia? Simiti ngapi? Kwa maana na problem ambaye anatoka ya kujenga, ataona simiti 2. Ukitupa 1,000. Mimi ambaye sina mjengo na kununua yeye. Halo, sikusiki. Halo, sikupati vizuri. Halo. Atumesemaje halo? Halo. Nimeongea. Next day tupate 1,000. Anunue aweke fundo. Apandishe simiti yake mawe 2. Na mimi chini. Okay, mimi siwezi kuplai. Halo, mimi naongea kama yenyewe. Bwana sibibi. Baada ya mwaka hakuwa na pesa, amemaliza job. Nisikuwa na pesa, nimepiga simu. Nothing. Nasema nini? When you don't have a problem, all the monies which will come to your hands have no value. Create a problem. Kama ni shamba, unasemanga utanunua ploti, ende uchukue ploti. Bora ni geni. Uingie kwa problem. Uanze kusolve. Ukipata kitu napeleka hapo. Au daia huko nayo. Amu kusikia kitu. Ili nawapatia free. Sikia. Kuna mtu nawaambia enda tafuta kule hapa, wacha kushinda hapa. Mama, hapo hapa, umekodi hapa, nyumba, mtu akikaribia na mwambia kwa toa viatu. Hii sio yako hiyo nyumba. Nenda ujenge hata ya matope. Mambo ubadilika. Amu kusikia hiyo. Huyu pasta ni kuchokozi. Sikia, hata kama ni ya matope. Kuna wakati niambia watu, njooni na huku Doska tunakaa huku polini. Mimi nakaa Doska na huku polini. Kulingana na wewe ni polini. Ni polini. Alafu akajiuliza, ni mbali kutoka Nairobi ni kilomita ngapi? Nikamuuliza, ni nini huko naye Nairobi? Ndio upime distance ya pahali. Si uko na kitu yako hapo? Unaniuliza kutoka Ruai kwenda na town ni distance. Unaniuliza ni nini huko naye town? Ndio upime hiyo distance naye. Hii ni free council. Unajua tunapokojea kuingia mbinguni, tutaenda mbinguni. Ni ukweli. Mbinguni tutakula matunda nini? Lakini jioni ya leo tutakula ugali. Lazima ujue kula ugali itatoka leo. Hapo kusikia hiyo. Unajua tunaongea juu ya mbinguni, tutaenda mbinguni, tutakula matunda. Lakini kabla tufike hiyo mbinguni, leo jioni lazima kukuliwe ugali. Kwa hivyo ndio Mungu anasema you shall work for 6 days
ufanye kazi kwa siku 6, Sabato ndio pumzike. Kwa nini? Leo kuna ugali. Mbinguni tutaishi nyumba za dhahabu, barabara za dhahabu, lakini leo tutalala wapi? Enda hata kama nikanyage mabati, pigilia 10 by 10 huko na kwako. Sema amina. Amina. I want to challenge our members. Don't be comfortable. Maisha haya kupinduka. Kwa hivyo mama, unapotengeneza chapati hivi, mpaka wacha tuonyeshe. Wacha tupike moja. Akina mama upika chapati hivi. Kuna chapati aina mbili. Kuna mama uchukua unga anafanya ding 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 ding. Alafu anaikata ni ngumu. Alafu inawekwa pale. Alafu inawekwa kwa jiko, inamwagwa tu mafuta na inawekwa pale. Hiyo chapati unapokula lazima uwe na supu karibu. Kwa maana inaweza kukudunga mdomo. Hiyo ni chapati wapi? Chapati ya pili ni hii, inapikwa hivi, inapikwa, unga inakandwa, ikifanya hivi alafu inamwagiwa mafuta inafanya. Alafu inavuruta hivi, inavurutwa. Hiyo ni chapati. Alafu ndio inafanywa hivyo, alafu anachota mafuta anapaka. Anakunja, alafu anaizungusha. Inafanywa hivi, inafanywa hivi. Hiyo chapati ukifungua ni kama vitabu, kama vitabu. Hebu nikuulize, chapati hii na hii ni za gharama moja? Hii ni very expensive. Hii chapati na hii chapati ndio expensive. Na chapati hii expensive. Unapopata mshahara ya mwezi wa Januari, alafu ndio unaipika. Unapofanya hivyo, umevuruta mshahara wa Februari. Ndio umekunja Februari. Umeingia kwa deni. Ni heri hii kuweka kwa supu, but live with your means. Hallelujah. Live within your means, ndio uweze kujua. Sikia, Biblia, huyu mtu alinichukua sana. At the goal for 2021, ni goal ya last year. Ambaye angefanya mwaka huu, ambaye angefanya huo mwingine, atafanya nini duniani? Na maisha inakatika, na uzee unatupata. Go start a problem 2021. Nenda uanze kile huo unataka. Nenda uanze. Njiani mtakutana na Mungu. Amen. Sikusikia njiani mtakutana na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mama ambia mzee, saa hizi Pastor mtu ametuambia njiani tutakutana na Mungu. Twende weka nunua plot. Nunua nini? Uanze kujenga. Hata weka ya mabati. Mama wachana na ya korofa na hiyo imetandikwa mkeka, enda kwako fagie mchanga, kesho kutwa ya Mungu utaweka mawe njiani. Amen. Wangapi wamefurahi kwa hiyo peke yake? Kwa hivyo chapati isikue mshahara wa Neptimani. Kura ya leo. Kama uwezo wenu ni kukula ugali na sukuma, mama kula ugali na sukuma mpaka useme nikisikia harufu nasikiaka ya chapati nasikiaka kutapika. Wachana na chapati. Siku yako ya chapati itakuja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamepata hiyo message? Mungu wetu awabariki. Tumeimba wimbo. Leo ni siku yangu na nyinyi. Tumeimba wimbo. Jina la Yesu salamu lishuhudie tuojoni yedini mbinguni ukukuta enzi na enzi. Tukasomewa kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, tukasomewa Mathayo 5 mstari wa 7, ikasema Mathayo 5 mstari wa 7 na 8, inasoma ikasema, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Hebu tuombe.
Baba wetu, imekupendeza siku ya leo tuweze kusikia neno lako. Naomba leo bariki roho za watoto wako, na kwa neno lako Baba tutoke kikaoni tukiwa tumebarikiwa. Nikuzie katika jina la Yesu. Katika siku 10 za maombi, ningetaka ujue kitu kimoja. Leo nataka kuonyesha jambo la maana sana katika maisha yetu ya kiroho ambaye tumepungukiwa nalo, na ningesema kabla niingie kwa hilo jambo, ninasema hivi: without prayer our life in Christ is nothing. Bila maombi maisha yetu ya kiroho, bila maombi ni kitu ambaye hakuna. But Paul says, but in every situation by prayer and supplication with thanksgiving present your request to God. Hiyo ni Wafilipi 4:6. Ati kwa kila jambo tunaambiwa na Paulo tupeleke haja zetu mbele za Mungu, hivyo tunavyoambiwa. In every situation. Prayer is simple communicating with God, most often by verbal speaking out our request and petition. Wathesalonike wa kwanza 5:7. Maombi ni kule kuzungumza na Mungu tukimpatia request zetu na petition, kama vile tumeambiwa na Mtume Paulo. Na kuna mambo 10 yanayozuia maombi ndio niweze kufanya mahubiri, na mojawapo ndio nitakaohubiri. Jambo la kwanza linazuia maombi: prayer without going through Jesus Christ. Maombi yote ambayo inaombwa, kitabu ni Yohana 14:6 inasema kila ombi lipite kupitia jina la Yesu Kristo. Hakuna jina lingine tumepewa na kuomba ama la kupitia katika maombi isipokuwa jina la Yesu Kristo. Watu wengi huomba na njia nyingi sana, lakini Biblia iko wazi, inasema inapofika maombi tuombe kwa jina la Yesu Kristo peke yake. Ombi lolote ambalo litapita kupitia kwa jina la Yesu Kristo, ombi hilo linakosa kufika kwa Bwana. Jambo la pili, praying ignoring the scripture. Unapoomba lazima tukumbuke neno la Mungu. Yohana 1:3-22. Ni nini hii? Mungu akisema, kitabu cha Lawi nasema kwa mfano, usikule nguruwe. Hiyo ni neno la Mungu limesema. Kwa hivyo hata ukiweka nguruwe kwa meza uombe, haiwezi katakazwa, kwa maana neno limekataa. Unalisikia? Kwa hivyo ombi lazima lipelekane na vile neno la Mungu inavyosema. Jambo la tatu, juu ya maombi. Maombi, praying to impress people. Hiyo ni Mathayo 6:5-8. Kama yule mtu aliyeomba akasema, Baba, mimi sio kama yule, mimi ni bora kushinda yule mwingine. Maombi kama hayo ya Mungu asikii. Jambo la 4, prayer, kitu kingine kinazuia maombi ni shida, mystery in the family. Wakati ninapokwaza ama tunapopigana na mke wangu ama na bwana wangu, na kelele nyumbani na kutokupatana, Petro wa kwanza inasema hiyo pia inazuia maombi. Ndio ninakupatia mambo ambayo yanazuia maombi kufika kwa Mungu. Kwa hivyo tunapoomba, kama unataka maombi yako ifike, lazima, kama ulikuwa mmeleteana na mama shida, lazima kwanza mkutane, umwambie mama, I'm sorry, vile nimefanya. Nimwambie mzee, mimi nimekosea mzee, ndio twende mbele katika maombi. Kwa nini? Maombi huzuiliwa na shida za nyumba zetu, kelele za nyumba zetu, vita za nyumbani, mama amepigwa, mzee anapigana, ni watu wanaitana majina, inazuia maombi. Hiyo ni Petro wa kwanza. Nakwambia ni Petro wa kwanza 3:7. Maombi huzuia hiyo. Jambo lingine linazuia maombi, prayer with unconfessed sin. Maombi na dhambi ambazo haujatubu. Ndio tuwa tunaanza maombi, Baba yetu aliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, utusamehe dhambi zetu. Ndio. Kwa hivyo maombi yanazuiwa na watu kutotubu dhambi. Wakati nimekataa kutubu dhambi, ninazuia maombi yangu.
kutubu dhambi. Ndio. Kama kuna pahali watu utubu, wacha nikwambie, toba. Kuna watu utubu lakini watu hawatubu kabisa. Kuna kutubu kwa toba. Hebu nikwambie, nikaona kwa WhatsApp imeandikwa. Tunaongea hiyo ndio niweze kuhubiri mahubiri mafupi. Kwa WhatsApp ilikuwa imeandikwa, ikasema kuna watu walitubu ya kweli. Sikia. Watu walikuwa kwa ndege. Wakiwa kwa ndege, by the way, ukiwa kwa ndege, huwa tunaona ndege ikipita pale. Tunapoona ikipita, tunaona hiyo ni maajabu, na tunaona wale walio ndani vile wamefaulu. Lakini wale wako ndani huwa wanauliza Mungu awafikishe ishuke salama. Wakiwa huko ndani wanakumbuka bado wako pahali ambapo wanaogopa. Lakini sisi tunaona hivi. Watu wakiingia kwa ndege inapopaa, wote huwa wanaimani na kichwa kuomba. Kwa maana hatari ya ndege ni ikipaa na hatari ya ndege ni ikishuka. Kwa hivyo inapopaa, watu wananyama hivi, kila mtu anaomba Mungu wake. Wakifika huko juu, wanaweza tembea, wanaweza fanya nini. Ikifika tena kuland, unaona watu wote wameinama. Hata kuna wakati ndege ukiuka chini, watu wote wanapiga makofi. Ama unasikia ndani ya ndege, amen. Kwa hiyo uoga walikuwa naye kulingana na turbulence ambazo walikuwa wamepita. Kwa nini kwa hofu? Hata bila kukumbuka, nikaenda Makabi Dar es Salaam, nikaenda na mke wangu. Tulipoenda naye, tukirudi kuingia kwa Kenya Airways, ikafanya hivi tu kidogo. Mke wangu akajishikilia kiti. Nikamuuliza, hata hii kiti iko ndani na wewe uko ndani. Nani unashikilia? Hapa hakuna kitu ya kushikilia. Kwa maana hiyo kiti iko kwa hewa na wewe uko kwa hewa. Unashika nini? Mimi nilikuwa nimekaa hivi nasema ni Mungu. Kwa nini? Hata hiyo unashikilia iko huko ndani. Unashikilia nini? Hiyo nakwambia hiyo ndio ibada. Sasa ikasema wakati walipokuwa kwa ndege wakasikia rubani. Kama kuna kitu watu wataki kusikia kwa ndege, wasikie rubani anaitana. Wakanyamaza. Wakaambiwa halo. Kuna wingu ambaye ni mbaya na tunaona hili wingu hatuwezi kupita. Kila mtu atubu dhambi zake aombe Mungu. Kwa maana tuoni kikipona. Na wako huko sana. Watu waanze kuzungumza kuomba. Wanaomba Jesus name wanaomba. Kulikuwa mzee na mke wake. Mzee wakiwa na mke wake. Wakiwa hapo. Wakalia. Alafu wakasema, mimi akasema, mama, wacha nikwambie mambo yangu. Yote unisamehe. Niambie kwa maana sasa hii ndege itakuwa takosa uzima wa milele. Wacha nikwambie kila kitu ndio tuweze. Akamwambia niambie bwana lia kwa maana wameambiwa watu na wao. Mzee akamwambia, wacha nikwambie mama. Unaona yule msichana wa kazi tutakaga naye. Nimemweka mke wangu. Hata ukiona hapo, mimi watatembea naye. Kama mama leo hapo unipa msamaha. Kwa sababu naona hii ndege takosa uzima. Mimi nataka kuwa safi. Nimetubu kabisa. Mama, unanisamehe? Mama akamshika. Akamwambia nimekusamehe sana. Nikusamehe Mungu wako kanya. Hata nini hata nikwambie nikwambie. Unaona nini? Unaona wale watoto wetu. Ule wa mwisho huyo unaonaka na kichwa yako na sio wako. Naomba unisamehe hata mimi. Kwa maana unaona sasa mambo. Mzee akamwakakubaliana. Akamwambia nimekusamehe. Wakaomba wakatubu. Sasa wakakojea ndege ya Mungu wametubu. Rubani akagonga. Halo, imeonekana tumepona, haitaanguka. Watu wote kwa ndege wakasema angusha hiyo ndege. Angusha. Kwa maana wametolea tasiri na mioyo yao. Hiyo. Kusema yote mbele za Mungu. Wote walisema hiyo ndege, we don't want it to fly. Tumeongea kuangusha ndege, angusha hiyo ndege. How do we live from here? Siri zote za mioyo zimefunguliwa. Tumeambiwa maombi ndipo iweze kupika.
tumeambiwa, sikia, hiyo toba, kutubu kabisa. Walipotubu huko ndani ya ndege haikuanguka walisamehewa kabisa. Jambo lingine ambalo nazuia maombi kufika, unforgiving spirit, tutaongea hiyo. Jambo lingine, prayer when ignoring. Hiyo unaomba, kuna watu ambao wanahitaji na una uwezo and you don't assist. Na hiyo pia tunaambiwa katika Biblia in Proverbs 21 verse 13, ignoring the poor. Tunapaswa kuextend mikono yetu. Prayer, maombi ingine ambayo ifiki ni nini? Praying with selfish and lustful motive. Hiyo tamaa ambazo hazipo. Na pia praying with doubt. James 1 verse 6 and 7. Kwa hivyo maombi yote ambayo tunapoenda mbele za Mungu, lazima tupeleke maombi mbele za Mungu tukijua ni yeye tumewachilia, na tukijua kile kiko moyoni. Ni heri utubu, kuambia umekosea, mke wako akwambia usifanye hivyo tena, na mwingine hivyo, badala ya kukaa na siri moyoni, tuweze kuwa safi mbele za Mungu kwa ajili ya uzima wa milele. Amina. Leo ninaongea juu ya jambo limefanya washiriki waweze kuwa vilema za kiroho, na inaitwa nini? Forgiveness. Tumeambiwa heri wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. What is forgiveness? Nilipoketi nikafikiri juu ya lesoni ya leo, what is forgiveness? Nikafungua Oxford University yenye kamusi dictionary, ikasema hivi, what is forgiveness? Ikasema forgiveness is not a verb. Ikasema forgiveness is not a noun. Sio jina. It is not an adjective. Sio jina na kuweka ingine nguvu. Ikasema forgiveness is a verb. Kusamehe ni kile kitendo. Kusamehe ni kitendo. Kwa hivyo kusamehe sio jina, sio noun, sio adjective. Kusamehe sio jina, ni nini? Ni kitendo. Kitendo ndio kinaitwa forgiveness. Nikapewa majina kama 5. Nikasema forgive, forgiving, forgiveness, forgot, forgiven. Inarudia hivyo for. Na nikauliza maana yake, nikasema hivi, ni wakati mtu amekutenda kitendo, unasikia aweze kuadhibiwa kwa hiyo kitendo, lakini unamsamehe na unaomba Mungu asitokewe na adhabu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu Kristo akasema katika Marko 11 mstari wa 25 na 26, akasema msimamapo kuomba, tuombe, utusamehe dhambi zetu kama tunavyosamehe na wale wanaotukosa. Forgiveness. Wakristo siku ya leo ninaongea juu ya the verb inayoitwa forgiveness, kusamehe. Hebu niulize, kosewa na mtu ainua mkono. Mimi nimewahi kukosewa. Inua mkono, nataka kuona. Umewahi kukosewa na mtu? Oh, very good. Swali la pili, ni nani amewahi kukosea mtu? Nimewahi mimi. Kumbe ni nyinyi ukosa na ni nyinyi ukosewa. Kumbe ni mimi ukosa na ni mimi ukosewa. Kwa hivyo nikiwa nimekosa huwa naomba msamaha, na kwa hivyo nikikosewa nipeane msamaha. Umeona hiyo picha? Kumbe ni mimi ukosa na ni mimi ukosewa. Na kama nimekosa, mimi utaka msamaha, mtu anipe msamaha. Na kwa hivyo naye mtu akinikosa, ninapaswa kupeana msamaha huo ambaye mimi uhitaji kuupokea. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo tunaambiwa kile ambacho kinazuia maombi ya watu kufika ni kukosa kusameheana. Sikia. Na Biblia ikasema, utusamehe dhambi zetu kama tunavyosamehe wanavyotukosa. It's a condition. Ikiwa mimi nataka nisamehewe na Mungu, nisamehe wale pia ambao wamenikosea. It's a condition. Na kwa hivyo katika maombi ambayo tumekuwa naye, ningetaka tujue Biblia inasema
hata katika maombi yanaenda kuzuiwa ni kukosa moyo wa msamaha. Mzee, samehe mke wako. Mama, samehe mume wako. Watoto, samehe wazazi. Wazazi wasamehe watoto wao. Hivyo Biblia inataka kutufunza. Kwa nini? Kwa sababu bila msamaha anaye sisi hatutaweza kusamehewa. Ninatazamia ikiwa ulikasirishwa na mke wako ama na mume wako na uko hapa, unapaswa baada ya mahubiri haya uchukue msamaha. Kama ulitoroka kwako, urudi kwako. Unapouliza nitarudije, vile ulikuja hivyo hivyo. Si ulikuja vile ulikuja vivyo utarudi. Tunajua njia. Kwa maana msamaha unahitajika. Biblia inatuambia kama huwezi kusamehe, hautaweza pia na wewe kusamehewa. Na kwa hivyo maombi yetu yanazuiwa kwa ajili ya moyo wa kutosamehe. Tumeona hakuna mtu ambaye hajawahi kukosa hapa, na kila mtu angetaka kusamehewa, na sisi pia tungetaka kusamehewa. Kukosa msamaha, wakati umekosa kusamehe unapata shida nyingi sana. Sijui kama mumeenda Nakuru, kuna site nzuri ningetaka uende. You just pay 500 uingie. Wale wengi wameenda pale Egerton, kuna museum hapo ambaye ilikuwa ni nyumba ya mtu alikuwa anaitwa Lord Egerton of Typhon. Sijui nani amewahi kwenda. Ukiingia hapo utapewa historia ya 17th century. Huyo alikuwa anaitwa Lord Typhon of Lord Egerton. Ndio Egerton itokee. Lord Egerton ndiye alikuwa mwenye hiyo shamba, wakiwa na kina Delamere. Ndiye alikuwa Lord wakati huo. Utaenda ukuta nyumba yake amejenga, ilikuwa na milingoti 2. Ninaongea juu ya Kenya. Pahali utapanda gari uende uone leo ukitaka kwenda, na utalipa tu shilingi 500 is a tourist site katika Kenya yetu. Alipokuwa Lord Typhon of Egerton, Lord Egerton of Typhon, alipokuwepo huyo Lord alitaka kuoa, na alikuwa kwake naweka bendera 2 ya Kenya na ya Britain, kwa maana ni Lord, ameruhusiwa. Alipotaka kuoa akaambiwa na yule anataka kuoa ujenge nyumba. Akajenga nyumba. Wacha nikwambie, nyumba ambaye hapa hakuna hapa, hii wanja yote ni tebo tuwili. Naona hiyo nyumba iko hapo, ndio museum leo. Akajenga nyumba karibu eka 3. Nyumba iko hapo. Ende hiyo site. Akajenga nyumba, table ni kama hii uwanja. Choo peke yake ile anaenda ni nusu ya hii kanisa. Ndio ni choo. Choo iko pale katikati, sijui atafanya nini yoyote, yaende pale kwa choo. Sikia. Kitchen akajenga nyumba tena ya ghorofa. Baada ya kutoka chini ameingia tena akaweka ghorofa. Na akajenga hiyo miaka 18th century. Akajenga ni modern, hata choo za kisasa zile alitumia. Zilikuwa zinatoka England. Alipojenga Lord Egerton, akaita ule msichana sasa akija muoe. Alipokuja amuoe, msichana akakuja wakiwa 300 princess. Walipokuja, kuna uwanja mkubwa. Wakakaa hapo, ni siku ya harusi. Msichana akaambiwa nyumba ndio hii ambayo unaolewa. Akasema atembeze. Akatembeza hiyo nyumba. Hata wewe ukienda kuitembea utatembea, usikie kukaa chini kwanza. Kuitembea, kuona room, kwa kulala, kwa nini, kwa maji, kwa nini, kwa safe, free, nini, kwa kupisikia kinanda. Alipotembea akakuja mkutanoni. Akaulizwa unasemaje sasa kwa ajili ya harusi? Akasema mimi sitaolewa na Lord Egerton. Akaambiwa nitajenga. Lord Egerton akatumia 15 years. Huyo msichana akimgojea. Ni hizo. Alipokuwa anamgojea, akajenga nyumba ingine kubwa, ndio museum sasa ya Egerton. Msichana alipoitwa akakuja tena. Alipotembea akasema mimi sitaolewa na Lord Egerton, kwa maana hii nyumba ni kubwa sana, ni kama ya farasi. Akarudi. Lord Egerton akasema nini? I will never forgive any woman. And in my life, I don't want to see a woman in life. Sikia. Akiwa Lord uko Njoro, wakati alikuwa naenda Nakuru kutembea, kulikuwa kunatoka watu mbele kuondoa wanawake wote njiani, asione hata mmoja. Asione mwanamke
alisema I'll never want to see a woman in my life. Na hakuona. He died peke yake. Bila. Kwa nini? Kwani huyo tu ndiye alikuwa dada wa kuolewa? Si angesamehe na aone. When you don't forgive, katika maisha yako, you become sick. That is it. Kusamehe ndio inafanya tuende kuishi. Lakini Wakristo wengi hawasamehe. Unasikia Mkristo anasema, mimi siwezi kumsamehe, mimi siwezi kusamehe. Sikia nikwambie, kama kuna mtu ambaye hakupatani na ambaye amekukosea, nenda umwombe msamaha, akwambie enda huko, siwezi kukusamehe, wewe enda. Swali, mzigo umebaki na nani? Na yeye. Wewe umeomba msamaha, wacha akatae, lakini nenda uombe msamaha. Msamaha. Ndipo maombi yetu ifike kwa Baba. Haleluya. Ndio, maombi yetu ifike kwa Baba. Mimi kuna mtu alinikosea 2014. 2014 nikapigiwa simu na mtu. Hello pastor, ndio. Na ni rafiki yangu. Akaniambia msichana wangu ameolewa na kijana. Na huyo kijana hana kazi. Na huyo kijana ni mwalimu. Mzuri. Na hana kazi. So akaniambia sasa pale mama anafanyanga kazi kwa hapo ka shule, mama ana ka shule anafanya hapa Ngoi. Ndio hiyo shule anafanya. Siwajiri hiyo kijana akuja hapo kwa maana hata msichana wangu ana mimba karibu apate mtoto. Akamwambia fanya kazi hayuko. Akaniambia si mtaongea naye. Akamwambia mle. Kijana akakuja na msichana ambaye karibu apate mtoto. Wakakaa hapo. Nikawapatia room 10 by 10. Alafu nikampatia kazi ya kufanya hapo. Mwenye kazi atakapokuja atakuja tu ninajua pale nitamuongelesha aseme haleluya. Sasa wakakaa hapo. Walipokaa hapo msichana akapata mtoto. Alipopata mtoto, mtoto akaanza kuambia nikienda hapo na huyu ni babu. Katoto kadogo anaambia huyu ni babu. Ukiitwa babu unaendaka na mkate. Kwa maana unaitwa babu na mtu. Kwa hivyo nikienda pale naenda na mkate. Kwa maana kananunuliwa ngo kwa maana mimi ni babu. Halafu December 2014 tarehe 9 kulikuwa na kamjengo ambaye tulikuwa tuna extend. Nikaenda nikachukua loan 250,000. Nikanunua mabati worth the same amount. Niliponunua mabati, intention ilikuwa December 12 kutoka hiyo sikukuu 13 and 14 ikuje tuipigilie kwa maana ambao tulikuwa zimeweka zisiharibike. Nilipoleta na pika pia mabati, tukapanga na yeye pale itakaa. Tukapanga. Baada ya kupanga nikamwacha niye nakaa kwa hiyo compound. Tukaenda. Tulipoenda tarehe 13 tukakuja hapo na personal na health ministry anaitwa huyu daktari wa CKC. Nikamwambia twende. Tukaenda na hapo. Tulipoenda nikakuta gate imefungwa. Sikuwa na shida na kufungwa. Alafu nikafungua nikaangalia. Na alafu nilipoingia kwa gari yake twende nikakumbuka mabati. Hebu niende niangalie. Nikarudi tena. Nikaenda kuangalia mabati. Nilipoangalia mabati nikaona mabati hiyo ina shine sana. Na niliweka karibu siku 4-5. Inaweza kuwa na vumbi ni mawazo. Ina shine sana. Nikainua nitoe hivyo namna. Kushika hivi. Ni mabati 4. Yaani alibeba mabati akaniwachia mabati 4. Nionage mabati hivi. Mabati. Na nideni. Nikamutafuta. Hicho kimeharibika. Kayole police station. Kila pahali. Na atuwa yuko pande. Tukamutafuta. Wiki mzima haonekani. Na mke haonekani. Wiki ya pili mke tukamupata. Kule amejificha. Ndio alikashikwa. Aenda police station. Alipoenda police station akaulizwa mume akasema sio hiyo tu. Hata laptop ile ulikuwa unauliza tuliuza Kayole. Wewe tuliuza. Na mabati tuliuza Kariobati. Ulichukua mkapeleka ndio. Yuko wapi? Akakosa. Akakaa hapo. Alipokaa hapo police station tukaenda nyumbani. Ilipofika saa 1 jioni nikauliza mke wangu, ni kweli yule mama
mama atalala sel na yule mtoto anapika babu sel. Ai, talala hapo kweli, hatuwezi pata usingizi. Huyu mama nikamwambia twende tukamwambie OCS huyu msichana akuja lale kwetu, kesho tutamleta polisi. Tulipoenda nikamwambia nimekuja, akaniambia nini pasta? Nikasema hatuwezi kupata usingizi. Huyu akiwa talala hapa. Tupatie aende aoge, akule chakula na mtoto. Kesho tutakuletea. Akuuliza namna gani? Nikamwambia ni kweli. Akanipatia. Tukaenda naye nyumbani, akaoga, tukipiga story, akakula chakula, akalala. Asubuhi nikarudisha yeye polisi. Karudisha yeye. Waliiba mabati yangu. Karudisha yeye. Kijana katafutika fika mpaka jioni. Ilipofika jioni, tukaenda tukachukua yeye. Ule mama tena, tukarudi na yeye. Mpaka tukaambiwa, kaeni na yeye mpaka kijana. Hapa tukani. Hebu nikwambie, nikiwa Central Church, baada ya wiki mzima, ametafutwa na polisi na niye amekosa. Nikiwa hapo mbele Central Church, nikiwa nimekaa hivi kwa sana on a meeting, workers meeting. Nikiwa nimeketi, nikasikia simu, nikaangalia simu. Kuangalia simu, ni yeye anapiga simu. Nikamuuliza hello, nilimuuliza uko wapi? Akaniambia niko hapa. Wapi? Hapa nje kwa gari yako. Wapi uko? Chanjo. Na kwambia niliamuka hivi nikaenda nikamkuta amekaa kwa gari yako amesimama. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia nimetoka kujificha. Tumetoka kujificha? Nikafungua gari, nikamwambia ingia hapo nyuma. Akaingia. Alipoingia nikaweka mila vizuri asininyoke hivi. Nikaiweka vizuri kaya hapo. Nilikuwa naangalia. Basi nikajibebea yeye peke yake pata kutoka Central Church mpaka Ruai Police Station. Peke yake. Lakini naangalia sininyoke hapo. Nilipofikisha hapo na njia fupi akachukuliwa, kesi kaanza nini? Akashikwa, akasema kule mabati nipelekwa, akapelekwa. Ilipofika Kariomiki pale niuzwa, hebu fikiri, watu 250,000, mabati niuzwa 30,000. Na huyo aliuza, wakashikwa wote wawili. Nikapigia ule mzee alinipigia, nikamwambia sasa hao watafanya. Akasema bwana, wapelekwe polisi. Ni baba yao. Wapelekwe. Kupelekwa kule nikanyamaza kwenda pale Makadara. Kupigwa charge, wakapigwa, wakatishwa kashifi. Tena wale walisema ni wapeleke, wakalipa kashifi. Hala. Kesi ikapika. Sikuenda. Mention. Ikapika second mention. Wako, sikuenda. Mara ya tatu. Kaambia mke wangu, mimi leo naenda Makadara. Kufanya nini? Naenda kusamehe. Akaniambia ni sawa. Nikamwambia mimi nimechoka. Nasikia mchofu. Nataka kusamehe. Hiyo chofu, Mungu atanisaidia. Nikaenda. Nilipofika Makadara, prosecutor akasimama. Wamepangwa pale mwizi na alikuwa mabati wote na koti imejaa. Akasomewa mashtaka. Nikainua mkono. Kauliza wewe ni nani? Nikakaribia. Nikasema mimi ndiye mwenye kuwashtaki. Unatakaje? Mimi nataka kuwasamehe. Umepewa nini? Nataka kuwasamehe. Kaambiwa ende mwambie jaji. Jaji akapewa akanipitia ID. Magistrate. Nikampa ID. Akaniambia niseme nyuma yake. Mimi majina yangu ndio yakasema. Useme nyuma yangu. Mimi nikasema mimi Charles Kilembeta. Mimi naitangwa Kilembeta kama ujue. Naitangwa Kilembeta. Mimi Charles Kilembeta kama ujue. Nimesamehe kwenye hii kesi, nimesamehe. Na Mungu nisaidie. Nikamwambia tayari amenisaidia. Wakaulizwa, mnasemaje na mmesamehe? Wakasema, nashukuru sana pasta amesamehe. Na wameipa mabati yangu. Lakini wacha nikwambie. Siku hiyo nikitoka police station, hapo Makadara, nilikuwa koti hapo juu. Nikiteremka stairs hivi, nilisikia furaha ambayo ilikuwa imekosa miezi mitatu. Nikasikia maisha yangu imerudi tena. Nikasikia furaha. So if you don't forgive, you become sick. Unasumbuka. Kama wewe kunisamehe, nikiwa nimekukosea, tukutane kwa njia hivi, wewe umenichukia, wewe unabadilisha njia. Unaondoka kwa njia. Na kumenyesha na kuna matope. Unapita kwa matope, mimi napita barabarani. Nani anateseka? Nani anateseka? Ukiniona unasema mate na mimi na meza yangu. Nani anateseka? Ukiwa umelala, ukumbuke mimi.
hiyo kitanda kuniita majina, mimi ninangorota. Uwe safa. Forgive. Haleluya. Bwana asifiwe. Forgive. Magonjwa mengi tulio nayo ni kukosa kupata amani. Tuliambiwa blessed are the peacemakers, wale ambao wanatafuta amani. Kwa maana unapotafuta amani unapata amani. Na Yesu anasema nini? Yule amkabla tukasameheana yeye na sisi tusameheane. Leo ninatangaza katika kanisa la Juda, watu wote tuweze kuwa safi, tukichukua msamaha wa mtu yote ambaye kulikosea ama kumkosea, tuweze kwenda Sayuni. Haleluya. Amen. Kusamehe. Nataka nikuulize, ukinitukana nawe mimi nikutukane, nani ameshinda mwingine? Hakuna. Ukinitukana na niseme asante, nani ameshinda mwingine? Nimekushinda. Nimekushinda. 19 zamani, ni zamani. Sikia hii. Get this. Let me nikwambie kitu. Ilikuwa 1998, around 98. Pale nilikuwa. Nikaenda kwa matanga. Sijui kile nilisema hakikupendeza mtu. Sijui, I don't know what happened. Lakini nikienda saa 4 nyumbani hivi, nikaona watu wawili wako nyuma yangu. Nikaongeza speed, wakaongeza. Nikapiga kona, wakapiga. Nikaongeza. Nilipofika tu kwa mlango wa kuingia nyumba pale nilikuwa nimepandesha. Na wanakuja, nikasimama sasa. Kwa maana hata stima ya nje inamulika. Hata nikiwa hapo ninaona mke wangu kwa dirisha hapo ndani. Ninamuona akiguzaguza vitu hapo, ninamuona. Nikasimama. Basi wakafika. Walipofika, sasa tuko hapa kwa farada. Nyumba ni farada ndio hii, nyumba ndio hii tuko hapa. Nikukanyaga tu kwa farada niingie kwa nyumba. Sasa yuko hapa wakafika. Kufika kunikaribia hivi. Nilikuwa ni karibu niruke kama nikaanguka. Nikasikia hiyo ngumi, ukisimama upigwe ingine. Kuna wanaume hata nikwambia, nikasikia mimi siwezi pigwa ingine ya pili. Hiyo imenitosha. Alafu akasimama hapo anataka kuniongeza ingine. Mimi sikuamuka. Nikakaa hivyo kana kwamba. Kwa hivyo nangojea niamuke aniongeze. Mimi nikaendelea kulala hapo. Nikalala hapo. Alafu akaona nimeshindwa kuamuka. Akatembea hivi, amenishinda. Wakatembea watu wawili wakaenda. Nilipoona wamepiga kona, nikaamuka. Nikajipanguza, nikaingia kwa nyumba. Kwa maana uambiaji mke wangu napiga pigo na watu. Nilipoingia mimi nikapewa ugali, hiyo ni habari zangu. Ukienda unaambia mke nimepigwa, na wewe ndiye security. Na mke wangu anajua naweza piga watu wote. Alafu sasa sikumwambia hiyo story. Sasa mimi nikaingia nikakula ugali, hiyo ni mambo ya wanaume. Nikakula ugali na mambo ikaisha na ikakaa. Ule mtu ananijua na ninamjua. Ilipomalizika wiki kama 2, sijui alikuwa nafikiri nitaenda polisi ama nimetuma mtu. Mimi sikutuma mtu, sikufanya jambo kwa kitu kimoja. Ile ngumi nikituma mtu nipigwe ingine kama hiyo. Ni heri nikae na hiyo hapa. Kwa hivyo sikuwa na jambo la kulisisi. Mimi sitaki ngumi za aina hiyo. Kwa hivyo mimi sikuenda pahali hapa polisi nikikumbuka ile ngumi siku hiyo. Basi baada ya mwezi hivi, siku moja ya Sabato, nikipita hivi niende kanisani. Yeye alikuwa fundi wa tumi za masanduku na ndio maana atakupiga katu moja nasikia nguo zinaruka. Akaniuliza, "Unaenda kanisa?" Nikamwambia, naenda. Ukikosa upigo ngumi. Nikamwambia, "Naenda kanisa." Akaniuliza, "Nikuja twende?" Wewe ungemwambiaje na anapiga watu ngumi? Nikamwambia, "Ni sawa." Nikasimama hapo, akarudisha tumi kwa nyumba, akarudisha tumi zake. Aliporudisha, tukatembea naye kanisa ilikuwa kama 2 kilomita. Tukitembea ninachunga sana. Kwa maana sisi kama ni ingine itaongezwa leo. Tukatembea hatukuongea mambo ya ngumi. Tulipofika kanisani nikamwonyesha darasa la ubatizo.
akakaa hapo sasa ukafia. Laji kanisa mnajua, akapewa na washiriki kama kawaida. Vile washiriki walivyo ni mgeni. Sababu iliyokuja ilibidi sehemu akajiuliza, nikampeleka tena kanisani. Hiyo ingine ilifuata, nilikuta amejitayarisha. Nikampeleka kanisani. Akashika kanisa, akijaongea mambo ya Mungu. Akabatizwa, akijaongea mambo ya Mungu. Akafika kuoa, akaniambia mimi ndiye best man. Mimi na mke wangu tukamati nyuma yake, alinipiga. Nikamati nyuma yake, ni mimi hata saizi nimesaini certificate yake ya ndoa. Na tutaongea mambo ya ngumi, hatujaongea, na nikamsainia na akawa yeye ameoa na mke wake nikaweka saini, na mimi hatujawahi kuongea juu ya ile ngumi. Ilikuwa kali sana, lakini sikia ni kwa nini. Huyo mtu akisikia niko mahali fulani tukionana, ananiambia pata karibu, utakunywa soda gani? Mimi mbitisha ile kubwa, kwa maana ngumi ilikuwa kubwa. Ile kubwa, nakuja ile kubwa. Akisikia yuko yeye tunapitana na mwambie nipo yeye. Ananiambia ni gani? Na ikishanga ile kubwa, kwa maana ngumi ilikuwa kubwa. Nani alishinda mwingine? Na hata sasa hivi nimesimama hapa, hiyo mambo ya ngumi hatujaongea. Na hii asipaki. Mke wangu ni shahidi, akanipigia. Akaniambia pasta, nilihama, ndio. Nilienda mahali fulani, ndio. Nikakuta mashamba huko, ndio. Na wewe nimekuwekea eka 5, tuma 70,000 upate papers. Eka 5. Ikiwa ngumi moja ni eka 5, shiri akanipiga 2. Mimi nilikonga 2. Bwana wa Mungu, ni nini nataka upate? Wakati umejipigania, you lose. Wakati unaonekana kama umeshindwa, tunashinda. Tusameheaneni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo wetu uende kuwa ni Ukristo wa kurudi chini, wa kusamehe wale wanaotukosa. Hivyo maombi yetu ipokelewe kwa Baba. Sema haleluya. Sikia mwandishi mmoja akasema, weak people rebel. Kisikia mtu akisema alinifanya hivyo, ataona. That's a weak person. Weak people rebel. We have them in the church. Ukipatana na mtu anataka pia kurevenge, sikia, you are a weak person. Inasema weak people revenge. Strong people forgive. Hallelujah. Strong people forgive. Na sikia, intelligent people, they just ignore. Atifrani alisema nini? Alisema wewe ni mtu kule. That is wise. Kwa maana alisema wewe ni kule, you are not kule. Weak people, we have very weak people in the church, ambao wanafanyana revenge. Weak people revenge, strong people forgive. Na watu wa Mungu, we need to be strong people. Watu wa kusamehe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema nini siku ya leo? Forgive your wife. Forgive your husband. Forgive your children. Forgive your relatives. Forgive your workmates. You forgive your classmates. Forgive. Samehe. Kwa maana kwa kusamehe, hapo ndipo tuna uwezo. Na uwezo wetu utatoka hapo. Na Mungu ataweza kutusaidia. Ninasema nini? Jambo la maana sana. Forgive what you cannot even forget. Forgive it. Samehe. Msimama hapo mkiomba. Tumeambiwa samehe. You need to forgive. Na kwa hivyo siku ya leo nimesema nini? Sikia nikwambie kitu. Be calm. Somebody broke your heart. Be calm. Somebody betrayed you. Be calm. Somebody bullied you. Be calm. Somebody cheated you. Be calm. Humility. Proverbs 22 verse 4. By humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Forgive. By humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Samehe. Kwa kunyenyekea na kumcha Mungu, kuna utajiri ya Mungu.
kuna heshima ya Mungu na kuna maisha. Ninaomba tunapofunga 10 days of prayer tutoke na jambo moja. I will always forgive, for God forgive. Wangapi wanasema Mungu nimekuwa nimebeba fulani ama nani katika kabisa sing soni ya kusamaha, itakuwa na samehe yoyote. Kanyaga mbele, hatua za mbele na kuonyesha Mungu umechukua hatua hii. Sogeni mbele tukote. Tunaleta roho zetu. Wengine wameishi na mizigo ya dhambi. Wengine wameishi na mizigo ya kutosamehe. Nyumbani msamaha umekosa, amani imekosa. Samaha kwa mke, samaha kwa mume, samaha kwa watoto, samaha kwa majirani, samaha kwa watu wetu. Baba wetu, tunataka tuanze mwaka huu na kipindi kingine kipya, ndipo roho zetu zipone. Tumeona wakati tusamehi tunakuwa wagonjwa, ndio katuambia katika ombi letu tuwe tukisema tukisamehe dhambi kama tunavyosamehe wengine. Tumesimama mbele ya uwanja huu ukiwa shahidi na kwamba Baba, tumeahidi kusamehe. Tuangalie juu tukigojea kurudi kwako. Bariki kanisa hili la Juja, kuanzia washiriki, wazee wa kanisa na wageni walioko kati yetu, watoke hapa wakisema jina lako litukuzwe. Mungu, tubariki zote katika jina la Yesu tunaomba. Mungu wetu wabariki. Mungu wetu wape amani. Mungu wetu wape furaha maishani ya kiroho.